Karibu tena mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi. Sasa miongoni mwa taarifa ambayo tuko nayo hapa ni kwamba Irani imeripotiwa kufyetua makombora 80 kuelekea kaskazini na katikati mwa Israel usiku wa kuamkia leo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel ikiwemo Israel Army Radio na The Times of Israel. Ripoti hizo zikilinukuu jeshi la Israel zinasema kuwa kombora moja kati ya 40 ya awamu ya kwanza lilianguka kwenye nyumba kati ya mji wa Tamra kaskazini mwa Israel, eneo linalokaliwa na Wapalestina wengi, na kusababisha vifo vya raia 4. Katika awamu ya pili, makombora 35 yalifyatuliwa kuelekea Israel ya kati. Kombora moja lilitua Bat Yam na kuua watu wasiopungua 6, huku wengine karibu 200 wakijeruhiwa. Kombora jingine liliangukia Rehovot na kujeruhi watu 40. Mapema asubuhi, jeshi la Israel pia liliripoti kuwa limefanikiwa kuzuia ndege 7 zisizo na rubani zilizokuwa zikielekezwa kwenye anga ya Israel. Irani haijatoa tamko rasmi hadi kufikia sasa. Kama hapo awali nilivyoweza kuleta taarifa kuhusiana na Wahuthi kutoka nchini Yemen, pia walidai kufyatua makombora kadhaa kuelekea Israel ya kati kwa kushirikiana na jeshi la Irani. Sasa ripoti hii inaonyesha wazi kabisa kwamba usiku wa kuamkia leo ulikuwa ni usiku mchungu kwa Israel kufuatia Irani kuweza kufyatua makombora 80 kwenda katika nchi ya Israel, ambapo Israel imetoa taarifa kuhusiana na kwamba imekiri makombora hayo ni kweli yaliweza kurushwa na Irani na kuweza kufika katika miji ya Israel na kusababisha vifo pamoja na majeruhi. Taharuki imekuwa ni kubwa katika miji ya Israel, ambapo watu wamekuwa wakiishi maisha ya wasiwasi, huku wakijisogeza zaidi katika maeneo ya mahandaki kwa ajili ya kuweza kupambana na makombora ambayo yanaweza kurushwa kutokea nchini Irani. Siku ya pili ya Irani ya mashambulizi nchini Israel imekuwa ni chungu kwa Israel kwa sababu vifo vinazidi kuongezeka, huku majeruhi wengine wakizidi kuongezeka na uharibifu mkubwa wa maafa ya majengo unazidi kutokea. Mtazamaji wa Zone Media, ili kuweza kuhabarika zaidi, basi salia nasi kila siku ili uweze kupata taarifa zetu muhimu kabisa. Jina langu ni Victor Moshi, asante kwa kuichagua Zone Media.